Swala hili ni swala ambalo ni nyeti. Unaposema kwa mfano, umechukulia mfano mmoja, ni kujibu kuanzia kwenye mfano wa biashara ambao mtu anaanzisha biashara au mtu anatamani kufanikiwa alafu afanikiwi. Mtu anaanzisha biashara inakuwa ngumu kudumu hata kwa miaka mitano. Hii kitu inategemeana na nini? Naweza nikakujibu hii kutoka kwenye sura au hatua ambazo zimeandikwa kwenye kitabu cha Uwezo Wako kwa Vitendo, kitabu ambacho kinatukumbusha mchakato wa kuanzisha jambo na kulifanya lidumu kwa muda mrefu au lidumu milele. Katika kitabu hiki tumejadili swala hili, kitabu ambacho inakuwa ngumu kukisoma na kuelewa kama hujapitia habari ya mitetemo. Unapokuwa unajifunza mitetemo, unajifunza kupata utulivu hata ukiwa huna fedha, kwa sababu utajua jinsi ya kukwepa hisia mbaya na tutajua jinsi ya kudumisha hisia nzuri, kwa sababu hisia mbaya sio hisia ambazo mtu anapanga zijie. Kwa mfano matatizo yanakujaga tu yenyewe, kuvurugwa kuna kujaga tu kwenyewe. Sasa mtu unatakiwa uishi katika maisha gani ili uweze kukabiliana na hiyo kitu? Tunasema utulivu ndio gharama ya kuanzisha mambo ya kudumu. Sasa utulivu wenyewe inakuwa ni changamoto. Kama huna fedha, utulivu inakuwa ni changamoto. Sasa unakuwa huna fedha, alafu sasa unatafuta fedha. Na ili upate fedha, lazima upate utulivu. Unapataje utulivu ukiwa hauna fedha? Sasa ukiwa huna fedha ndio inakuwa inakubidi uingie kwenye kujifunza taaluma hizi ili uweze kupata utulivu hata bila fedha, kwa sababu utakuwa unajua jinsi ya kuishi na mazingira. Yaani unakuwa nyani mkwepa mishale. Naweza nikasema hivyo. Sasa katika kitabu cha Uwezo Wako kwa Vitendo, kitabu ambacho nimekiandika baada ya mitetemo ya kiroho, baada ya kwamba umeshajua kukwepa mishale, kinachobaki ni kutulia na kuanza kuumba mambo yako. Sasa katika Uwezo Wako kwa Vitendo tunaanza kuumba mambo sasa. Leo nitafundisha kwa undani. Wewe uliyeuliza, nafikiri una vitabu vyote. Nikiongea hivyo utakuwa unaelewa. Nadhani una vitabu vyote, nikiongea hivyo utakuwa unaelewa. Sasa maswali yako haya, swali lako hili nalijibu kutoka kwenye kitabu cha Uwezo Wako kwa Vitendo. Kitabu ambacho katika hatua ya kwanza tunaangalia jinsi mwili wa mtu au binadamu alivyo hekalu linalotembea. Lakini tuna hatua ya mpito ambayo inatuambia hatua za uumbaji wa jambo. Tukiachana kujadili hatua hizo, stori za hatua, tuna hatua ya pili ambayo inaanza kutuelekeza jinsi ya kuweza kuumba mambo. Unaposema mtu ameanzisha biashara, ameanzisha imeenda, mwisho wa siku inafifia. Nataka nikupe mfano mmoja mzuri. Mbegu ambayo haijakomaa huwa haiwezi kuota, na hata ikiota haiwezi kuzaa. Ndio sawa na hivyo wazo la biashara ambalo halijakomaa haliwezi kuota, na hata likiota haliwezi kudumu wala haliwezi kuzaa. Lakini ile wazo la biashara ambalo limekomaa linaweza kuzaa na linaweza kuleta matokeo. Umesema habari ya kufanikiwa. Yale mawazo ya kufanikiwa, yale ambayo hajakomaa huwa yanafanikiwa, yale ambayo hajakomaa huwa hayafanikiwi, na hata yakianza huwa hayadumu. Nataka voice zangu zisiwe ndefu ili iwe rahisi kwa mtu kusikiliza kwa vipindi. Kwa hiyo nakata voice hii na kuja kwenye voice nyingine ambapo nataka nikufundishe sasa, nikufundisheni kuanzia hatua ya pili ya kitabu cha Uwezo Wako kwa Vitendo. Tumeona huko nyuma na tumesoma mambo mengi kwenye page yangu ya Facebook, kwenye YouTube yangu nimefundisha mambo mbalimbali kuhusiana na mitetemo. Lakini leo niingie moja kwa moja. Sijali anasema kwamba kigezo cha kuelewa hapa uwe umepitia habari ya mitetemo, unaielewa vizuri. Kama tulivyoona huko nyuma, tunasema kwamba kiumbe wewe unakuwa sio dhaifu. Tulijifunza kwamba mwanadamu ni ulimwengu mzima unaotembea. Lakini ili uweze kutumia nguvu ya ulimwengu huo, ni lazima ujifunze siri moja kubwa, jinsi ya kukamata mawazo kabla hayajaweza kukupotea. Mawazo unayoyakamata hayo lazima sasa ndio yadumishe, kwa sababu hata biashara kubwa ilikuwa ni wazo dogo. Nilikuwa nikisema hichi kitu, leo nataka nikifundishe. Tunaweza kusema fikiria uko katikati ya poli nene. Nafikiri katika hatua ya pili ya kitabu cha Uwezo Wako kwa Vitendo unaweza kaona andiko hili. Fikiria upo katika
Fikiria uko katikati ya pori nene, ghafla unahisi harufu ya mti wa dawa ambao umekuwa ukiutafuta kwa miaka mingi. Unaona tawi likikatisha au likitikisika kuashiria mnyama adimu yupo karibu. Haujaona mti wenyewe kwa macho, lakini moyo wako umeshaanza kuhisi uwepo wake. Hapo ndipo tunasemaje, hapa inachokimaanisha kitu kikubwa, usichanganyikiwe na andiko hili, kwamba watu wengi wanakuwa wanawaza kufanikiwa, watu wengi wanakuwa wanawaza kuanzisha biashara, lakini sasa akikaa kitulia, kuna wazo linampita, linakuja kichwani, ndio kama poli nene. Sasa poli nene unakuwa kama katikati ya poli nene, sasa wazo linakuja sasa, hivi biashara hii inakuwaje? Unakaa unalitafakari, ama nianzishe hiki, ama nianzishe hiki, ama nianzishe hiki, ama nianzishe hiki. Umeona kitu kama hicho? Ndivyo wazo ambavyo huwa linazaliwa, linakuja kama hisia na sio maneno. Linakuja kwenye kichwa chako kabla hata hujaweza kuongea, linakuwa limeshajichora kwenye kichwa chako. Lakini sasa tatizo la akili ya poli, au tatizo la poli la akili, wazo linapokuja katikati ya kelele za mchana au katikati ya dhoruba fulani fulani huko uliko, ni kama mnyama anayepita kwa kasi. Na ukishasema kwamba nitakumbuka baadaye, umeshajidanganya, kwa sababu poli la akili ni kubwa, na wazo hili likirudi msituni huwezi tena kulipata tena kwa urahisi. Kwa lile wazo kilipata na nishati ile ile na hisia ile ile uliyoipata baada ya kupata wazo hilo, likija wazo utakuwa ufanye utaratibu mwingine wa ziada ili uweze kubaki nalo. Nafikiri utanielewa vizuri kwenye hili. Twende taratibu tu. Poli la akili changamoto yake ndio hiyo. Nifike dakika 3 hapa, ngoja nirudi kwenye voice nyingine hapa. Kwa hiyo tunasemaje? Tunasema kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa kuweka alama. Tunasema kwamba watu wa kale walijua siri hii ya wazo zuri kupotea au ndoto nzuri kuisahau asubuhi. Walijua siri hii, lakini walifanyaje? Walijua kuwa ili siri isipotee, ni lazima uweke alama njiani. Lazima uweke alama njiani. Lazima unapoenda sehemu ngeni ambayo ni ya muhimu, lazima unakuwa unatazama hata majengo hivi na hivi, anakuwa anakuelekeza unakoenda au ulikotoka. Kwa lazima uweke alama, lazima uache alama njiani. Unapopata lile wazo polini au kwenye msitu wa mawazo au kwenye poli la akili nene au kwenye poli nene la akili, ambayo inakuwa inakuja kwenye maisha yako ya kila siku, na huna muda wa kukaa kuanza kulichambua. Unakuta wazo limekuja katikati huko kwenye daladala, huko sehemu fulani kuna makelele, wazo limekuja kutokana labda na kitu fulani umekiona katika mazingira hayo, wazo zuri kabisa la kukufanikisha maisha yako. Lakini sasa unaweza kufanyaje? Nafikiri utakuja kunielewa taratibu hapa. Tunataka kujadili suluhu la changamoto ulioidiscuss, kwamba inakuwaje mtu anakuwa anatamani kufanikiwa lakini inakuwa changamoto. Inakuwaje watu wanafundisha elimu mbalimbali lakini kama ingekuwa ni msaada, kwa nini hatuoni mabadiliko? Sasa ndio maana tunaeleza kutoka huku mwanzoni ili uweze kunielewa vizuri. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, lazima ujue muhimu wa alama. Lazima uweke alama njiani. Na unafanyaje sasa? Utafuta kitu chochote unachoweza kukigusa ambacho kitakukumbusha ile hisia. Unaweza kufunga fundo kwenye kamba au kwenye nguo yako, au unaweza kufanya kitu chochote. Unaweza kaweka jiwe la pekee mfukoni, au unaweza hata kuchora kimstari kidogo kwenye mkono wako ili uweze kukumbuka kwamba pale unapoona tu kile kimstari unakumbuka, hii kimstari nilichora nikiwa wapi? Nilikuwa nawaza nini? Kwa hiyo unajikuta unaanza taratibu kurudisha ile hisia iliyokuletea lile wazo. Ile hisia ya wazo inaanza kurudi. Na hiyo hatua unakuja kuifanya pale unapokuwa umetulia. Sasa lile jiwe au lile fundo sio kitu cha kawaida. Inakuwa ni alama inayoshikilia roho ya lile wazo. Lile wazo lako lisisahaulike. Nimewahi kukufundisha kwamba wazo ni roho. Wazo ni kiumbe, wazo ni nishati. Wazo ni kiumbe ambacho kipo lakini hakishikiki, kama vile ambavyo yapo mawimbi ya simu ambayo tuna detect kwa kuona simu zinaita. Ni mawimbi ambayo tunayagundua kwa kuona simu zinaita. Sasa wazo lile lisipotee. Nimekwambia awali kwenye voice ya kwanza kwamba mbegu ambayo haijakomaa haiwezi kufanyaje? Haiwezi kuota, na ikiota haiwezi kuzaa. Hata ikizaa vinakuwa ni vidhaifu ilivyovizaa.
Ngoja nirudi.